Nukta ya 6 ni athari za kukhalifu msingi huu wa ta'atu ulati al-umur, na mifano ya wale waliokhalifu msingi huu. Napenda msichanganye nukta hii na ile nukta iliyotangulia. Nukta iliyotangulia tulikuwa tukizungumza demokrasi, na nilizungumza bil khusus kwa sababu ya ule mkingamo ambao unapatikana kutoka kwake tunapozungumza suala la utiifu kwa viongozi na zile athari zake. Nukta ya 6 nazungumza athari za ujumla sasa za kukhalifu, iwe ni kutoka demokrasi au kutoka sehemu nyingine, za kukhalifu msingi huu wa ta'atu ulati al-umur. Mkumbuke katika muhadhara wa jana niliwaambia kuwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni mtu jasiri sana, na maswahaba zake walikuwa ni watu majasiri sana. Mtume Muhammad ni mtu wa haki, na maswahaba zake walikuwa wakiipenda haki. Mtume Muhammad hakuwa mtu wa kuipenda dunia, na maisha yake yalionyesha hivyo. Hakuwa ni mtu wa kutaka madaraka, kujilimbikizia mali, kuwafanyia upendeleo ndugu zake. Hakuwa mtu wa hivyo. Historia inaonyesha hivyo, na wamemwandika hivyo Waislamu na wasio Waislamu. Waadilifu wamemwandika kwamba bwana huyu alikuwa yuko hivi. Sasa yeye anaposema kwamba mnapoona jambo kwa kiongozi likawa halikufurahishi basi vumilia, liko katika hadithi zake. Anaposema kwamba sikiliza na kumtii kiongozi, hata akikupiga na kuchukua mali yako, hata akifanya upendeleo dhidi yako. Anaposema kwamba baada yangu kutakuja viongozi hawataongoka kwa uongofu wangu wala hawatafuata mwenendo wangu, tufanye nini? Wasikilize na kuwatii, wapeni haki zao. Anaposema hivi, yeye anakusudia nini hasa? Twajua apenda haki, twajua yeye si muoga, na maswahaba zake si waoga. Twajua yeye haipendi dunia, sio kama alikuwa akiwalaza watu ili aendelee kuwatawala, atawalishe familia yake, wala hawakutawalisha familia yake kamwe. Yeye akizungumza kuhusu maneno haya anamaanisha nini? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa akitaka maslahi kwa watu na kuondoa mafsada, ndiyo akawa anatoa maelekezo haya kwa viongozi, kwa sababu sehemu ya uongozi na utawala ni sehemu ya hatari mno. Nchi nyingi zimepata shida na matatizo kwa sababu ya mambo yanayohusu uongozi na utawala. Kiongozi unapotaka kumtoa katika madaraka, humtoi kiongozi, unautoa mfumo wake. Ule mfumo hautakubali kamwe kuondoka hivi hivi, utaondoka na gharama kubwa kabisa. Usije ukafikiri utamtoa rais tu pale aondoke zake, na ukijaribu utaona. Wewe ukitaka kujaribu utaona hataondoka yeye, ila ataondoka na madhara. Sasa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mafundisho yake na malengo ya sheria yake ni kuleta maslahi kwa watu na kuyakithirisha na kuondoa mafsada na kuyapunguza, kama anavyosema al-Imam Ibn al-Qayyim katika kitabu chake A'lamul Muwaqqi'in, inna ash-shari'ata mabnaha ala jalbi al-masalih wa dar'i al-mafasid.
hakika sheria imejengwa juu ya kuleta manufaa na kuondosha madhara. Athari ya mukhalifu msingi huu anaitaja al-Imam Ibn Abi al-Izz al-Hanafi katika sharh ya at-Tahawiyya, anasema amma luzumu ta'atihim wa injaru فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال الله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم. ama ulazima wa kuwatii viongozi au watawala hata wakifanya dhulma ni kwa sababu kuondoka au kutoka katika utiifu wao kunaambatana na madhara makubwa zaidi kuliko dhulma yao. Wakati mwingine wasema huyu mbona kuna sharia ya Kiislamu huyu haitekelezi vizuri huyu, ikawa kuna madhara zaidi kwa sababu nyinyi hamkuyapima mambo. Huyu mbona kuna hili jambo hili hafanyi hivi hili, ngoja tumuondoe. Hilo jambo lisitokee na yakapatikana madhara zaidi. Akasema imamu huyu Ibn Abi al-Izz al-Hanafi, bali kusubiri au sabr kwenye dhulma yao huondoa madhambi na huleta ujira mwingi, na kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala hakuwasaliti hawa juu yetu isipokuwa ni kwa sababu ya ubaya wa madhambi yetu, na malipo ni kulingana na matendo. Kwa hiyo tufanye juhudi katika kuomba msamaha na tauba na kutengeneza matendo yetu. Na ukisema hivi unaonekana wazungumza maneno ya kinyonge, ni mambo ya istighfari tena na tauba tena, wakati mtu yupo tumtoe tu mara moja sisi. Kumbe ndiyo msingi wa mambo yenyewe hapa, istighfar na tauba na kutengeneza matendo na kuleta islah kwa taratibu taratibu. Na watajia kauli nyingine ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullahu ta'ala, anasema waqalla man kharaja ala imamin dhi sultanin illa kana ma tawallada ala fi'lihi min ash-sharri a'zamu mimma tawallada min al-khair. Na ni mara chache yule aliyetoka katika paa ya kiongozi, mtu mwenye mamlaka, isipokuwa yamekuwa yale yaliyozaliwa katika kitendo chake hicho katika shari ni makubwa zaidi kuliko yaliyozaliwa katika khair. Sheikhul Islam anamaanisha ya kwamba mara nyingi sana watu walio mukhalifu kiongozi wakatoka nje ya taa yake, wakampindua, wakapambana naye, yale yaliyozaliwa katika shari yamekuwa ni makubwa, mara nyingi iko hivyo, kuliko yaliyopatikana katika khair. Mimi nilitoa challenge moja siku moja katika hutuba zetu za Ijumaa, sijapata jibu. Sasa sijui kama nyinyi wenzangu mmepata jibu au mtu analo aniambie, kwa sababu nyinyi ni wasomi bwana. Si kuna watu na PhD huko wakitoa waraka unatisha na nyinyi wasomi mnakwenda kwa case study. Mtu tajie nchi moja ambayo ilimtoa kiongozi wake kwa vurugu, kampindua, ikapambana na vyombo vya dola mpaka kiongozi akaanguka kwa damu na jasho na chuma, halafu ikawa imepata kheri kubwa sana. Nimeomba nitajiwe hiyo nchi, mnaweza mkaniandikia mkaniletea. Sasa sisi tuangalie katika historia kwamba haya aliyosema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah na haya aliyosema Ibn Abi al-Izz al-Hanafi na waliyosema wanawavyuoni wengine wa Kiislamu kama mfano al-Allama
Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani akasema kullu khurujin ala al-hukami fi hadha az-zaman nataijuhu sharrun, kila uasi dhidi ya watawala katika zama hizi matokeo yake ni shari. Na maneno aliyosema Sheikh al-Allama Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, الخروج على الولاة سبب للفوضى وسفك الدماء, kuasi watawala ni sababu ya vurugu na fujo na kumwaga damu. Na maneno aliyosema Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali rahimahullahu ta'ala, الثورات دمرت الدول وشردت الشعوب, mapinduzi yameziharibu nchi na kuwatawanya watu. Tuangalie maneno yao haya kwa ushahidi wa kihistoria, ni kweli si kweli? Na historia ni shahidi. Historia si mshirika wa siasa. Historia haipigi kura. Historia haipigi kelele. Historia inasimulia ukweli, na ukweli ndio huu. Mapinduzi ya viongozi huanza kwa matumaini, lakini mara zote au mara nyingi huishia kwa machozi kwa raia. Tuhitaje mifano halisi, halafu tuone na tujiulize maswali. Je, mapinduzi yamewahi kuwafaidisha raia wa kawaida kwa kiwango kikubwa kuliko kuwadhuru? Kiongozi anaweza kuondoka kwa urahisi, lakini kuijenga nchi baada ya hapo ni ngumu mara 1000. Kiongozi anaweza kuondoka kwa siku moja, lakini athari ya mapinduzi itakaa kwa vizazi. Mimi nitawatajia mifano. Libya mwaka 2011, tunalikumbuka tukio hili vizuri, labda vijana wadogo sana wale. Kiongozi aliondolewa kwa nguvu madarakani, Muammar Gaddafi. Hakuwa kiongozi mzuri sana kwenye upande wa dini ya Kiislamu na kuunga mkono sunna na manhaji, hakuwa hivyo. Alikuwa ni kiongozi Muislamu, yuko pale. Kwa kuwepo kwake neno la watu limekusanyika, akaijenga nchi yake. Mnaijua nyinyi, na wale ambao walikwenda au wamezungumza na Walibya wanaijua. Mlibya akija hapa Tanzania au akitembea nchi yoyote ana fakhri kwa sababu ana pesa. Wale waliokuja kusoma katika vyuo vikuu vyetu na vyuo vikuu vya nje wana tarafu kwa sababu wana pesa. Huo ndio uhalisia. Maisha yao ni maisha mazuri, chakula ni bei nafuu kabisa. Niliwahi kuambia mimi, kuna kijana mmoja wakati tuko chuo kikuu alikuwa akisoma pale masters, ni Mlibya, vurugu zaanza, yuko pale. Tukamwita msikitini, hebu tueleze kuhusu maisha ya kule. Na kuna wanafunzi wamesoma kule wa Kitanzania, ukiachilia mbali mambo mengine, lakini yale maisha ya kibinadamu yalikuwa yameboreka mno. Chakula kinapatikana, huduma za jamii zinapatikana, maji, afya nzuri, elimu bora. Ukisoma pale wataka ukasome nje, utapelekwa, utasomeshwa na serikali. Kozi yote unayotaka, miundombinu ipo, mapesa yapo. Lakini kiongozi yule akaondolewa kwa chokochoko za mataifa ya magharibi. Wakawatumia vijana wa Benghazi, wakafanya vurugu za kumuondoa kiongozi. Wakaahidiwa ahadi ya kwanza, uhuru. Hamna uhuru nyinyi, hamna uhuru bwana. Wewe bwana watakiwa mtu uwe huru bwana, mtu hata upate chakula, upate nini, upate, lakini kama huko huru wewe huna maana bwana.
watu wana maneno humu, ukayaona maneno ya maana. Uhuru unaotaka wewe ni upi? Kufanya ibada unafanya, chakula wapata, kulala unalala, ukitaka kuoa waoa na wakopeshwa na gari wapewa, nyumba huna hii hapa, gesi rahisi. Hamna uhuru nyinyi bwana. Lazima muwe na uhuru. Angalieni watu walivyokuwa huru, watu wavae wanavyotaka, huru, mazungumzo huru. Ahadi ya pili, haki. Hamna haki nyinyi, haki hamna. Haki iko wapi hapa? Haki ndio ahadi hizi zinazoletwa kwetu, uongo ukweli? Haki, 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 haki. Haki gani wewe? Wewe una haki gani wewe? Lazima kuwe kuna haki. Sasa hivi hakuna haki. Sisi viongozi wa dini haki. Maisha bora, ahadi nyingine. Yaani yale maisha yao waliokuwa nayo hayakuwa bora, wakawa na maisha mengine bora. Wakafanya vurugu, wakamuondoa kiongozi. Kilichotokea nini? Serikali ilivunjwa au ilivunjika, makundi ya silaha yakatawala, usalama ukapotea, uchumi ukaanguka, biashara zikadorora, miundombinu ikaharibiwa, huduma za jamii zikadorora. Leo ni zaidi ya miaka 10, twenda mwaka wa 15 sasa. Libya sio taifa moja, ina viongozi huku kiongozi huku kiongozi. Swali, raia wa kawaida walishinda au walipoteza? Jibuni basi. Wanajuta hawajuti? Demokrasia walioambiwa italetwa na raha zake, imeleta raha, imeleta karaha. Vijana wa Kilibya waliokuwa wakiishi kwa utukufu katika nchi yao wakawa wanaparamia majahazi, wanakufa katika bahari ya Mediterranean, wanaliwa na samaki na papa. Jamaa wanajichokoa nyama tu, washavuruga nchi, washaweka mabomba ya mafuta, wanakula nyama tu. Vijana wanapanda wenda wapi? Ndio kutafuta maisha mazuri. Hii wallahi ni mambo ya ajabu kabisa. Wewe ukae katika nchi yako, katika mji wako, una chakula, una kila kitu, wasema demokrasi huna uhuru. Wataka uhuru wa kufanya nini wewe? Kuzungumza na baba yako na mama yako na mkeo? Kwani wataka nini wewe? Kwani sisi tunataka nini? Sisi malalamiko yetu ni nini? Si maisha tu yaende bwana, yote umepewa. Wamekufa vijana wengi sana katika bahari pale, wakikimbilia kwenye maisha mazuri wakayaacha. Nini? Kukhalifu msingi huu aliofundisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Badala yake Allah subhanahu wa ta'ala akawaadhibu. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الله amepiga mfano wa mji ambao ulikuwa na amani na utulivu, riziki yake inakuja kwa wingi kutoka kila sehemu. Wakaikufuru neema ya Allah, Allah akawaonjesha vazi la njaa na hofu kwa sababu ya yale waliokuwa wakiyafanya. Falyuadhin almuadhin. Mfano wa pili, Somalia mwaka 1991. Kwa kuna kiongozi Siad Barre, ana matata lakini yupo kiongozi. Jambo limekusanyika kwake, serikali ikaangushwa. Matokeo yake nchi imekaa bila serikali kwa miongo kadhaa sasa. Matokeo yake vita vya makabila. Matokeo yake njaa. Matokeo yake usalama kuwa mdogo. Matokeo yake
vikazuka vikundi vya silaha, tena vina silaha nzuri. Somalia haikuanguka kwa sababu ya njaa. Somalia ilianguka kwa sababu ya kuvunjwa dola. Leo ni miaka 30 na hali haiko nzuri. Somalia wametawanyika, nchi haina utulivu. Wana akili, wana uwezo, wachapa kazi, wana fedha za kufanya biashara, lakini nchi imeharibika. Raia wamebaki hawana ulinzi, huduma hakuna mustakbal. Jambo limeharibika. Mfano wa tatu, Syria. Mwaka 2011 alianza maandamano ya amani, Arab Spring, vurugu, utawala wa Arabu uondolewe. Maandamano yale yaliyomuondoa Gaddafi ndio haya. Kaanza kule Libya, yakaja Misri, yakamuondoa Hosni Mubarak, kenda Yemen, Tunisia. Huko kuna mtu ndio alianzisha siku nini huko. Basi ni tabu tu, nchi za Kiarabu zikawa zimeingia mtihani mkubwa kabisa. Maandamano yale yameanza kwa amani, aondolewe huyo, aondolewe. Sawa, kiongozi ana tabu, ni mtu hakunyooka, lakini jambo lilikuwa limekusanyika kwake. Baada ya hapo kilichotokea nini? Vita vya wenyewe kwa wenyewe. Zaidi ya watu 500,000 wameuawa, mamilioni ya watu kuwa wakimbizi, miji imegeuka magofu, miji ya zamani yenye historia yote imeharibiwa. Ndoto waliokuwa nayo ya mabadiliko ikageuka adhabu kubwa kabisa ya kizazi kizima. Leo mtoto wa Syria hajui amani, mtoto wa Syria hajui shule, mtoto wa Syria anachokijua yeye ni kambi za wakimbizi. Kabla sijasogea mbele, maneno ya wanawachuoni mwayakumbuka, mmeyasahau? Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah amesemaje? Hata kwa maana yake tu, ili nijue kama tuenda pamoja. Ustadhi, unakumbuka hata maana yake tu amesemaje Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah? Kauli niliyoisoma hapo. Sheikh, niatuambie. Mara chache huleta kheri. Ndiyo hivyo. Katika hii mifano tuliyoitaja hapa, kauli hii ya mwanachuoni huyu wa zamani kabisa, aliyemuelewa vizuri Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, zaidi ya miaka 600 sasa au karibia 700 hayupo. Kauli hii mnasemaje? Ya kweli au jamaa alitupanga hapa? Huyu alikuwa mwanachuoni wa utawala huyu. Mfano wa 4, Yemen, mwaka 2011, mapinduzi, kumuondoa kiongozi, hafai huyu, kakaa muda mrefu. Nchi haikuendelea sana, ina umaskini na changamoto, lakini watu wanaishi, maisha yapo. Sasa watu wataka maendeleo bwana. Haya, tuitasawar hali ya Yemen wakati ule. Yuko yule bwana Ali Abdullah Saleh, kapinduliwa, akaondolewa, akauawa. Na sasa nchi ina serikali nyingi kabisa, 5 6, kuna marais yao, huku kuna rais, huku kuna rais, huku kuna rais. Jambo limeshaharibika. Matokeo yake limekuwa janga kubwa kabisa la kibinadamu. Watoto wanakufa, hawana chakula, hospitali hakuna dawa, nchi imegawanyika, hakuna umeme. Mapinduzi yaliwaacha raia wakiwa mateka wa vita ambavyo wala hawakuvianzisha wao. Mfano wangapi unaotaja sasa hivi? 5, Sudan.
mwaka 2019. Yuko kiongozi pale ana tabu zake, lakini yupo, jambo limekusanyika kwake. Yakaanza maneno ya kwamba huyu hafai, huyu dikteta, huyu hana demokrasi huyu, kwa sababu watu wote wameaminishwa kwamba hii dunia watu ili waishi vizuri lazima waishi na demokrasi. Kila mtu hafai, huyu aondolewe. Yakafanyika maandamano na kutaka kumpindua kiongozi. Tulizungumza katika khutba zetu, kuna binti mmoja akawa aoneshwa kwenye vyombo vya habari yuko mstari wa mbele katika kuhamasisha maandamano. Mimi simtaji jina, mwamjua. Panda kwenye meza kama hizi na kuhamasisha maandamano na kusema, kijibinti cha Kiislamu kimepikwa kikapikika kikasifiwa sana na vyombo vya habari. Angalia binti huyu, jasiri huyu, binti msomi huyu, binti mzalendo huyu, binti ana azma huyu, binti huyu. Ukweli uongo? Ukweli. Vurugu zikapelekea nchi ikapinduliwa. Yule bwana akakamatwa, akawekwa ndani, jeshi likaingia. Kilichotokea nini? Mapigano sasa baina ya jeshi na waasi, si kitu gani. Kabla ya hapo mambo yalikuwa yakienda. Baada ya miaka 3 au 4 baadaye, vyombo vya habari vile vile, hivi vyombo vya habari mnavifuatilia, lakini hivi vyombo vya habari hivi vya kimataifa vikubwa hivi vina shari sana, na bahati nzuri hata wao wenyewe wavikosoa. Rais wa Marekani amekikosoa chombo cha habari cha taifa lake kwamba kinatengeneza taarifa za habari za uongo. Mara ngapi? Mara nyingi. Wakitaka kumuuliza swali, nyinyi taarifa zenu za uongo sitaki. Mpaka wakawa wamepewa jina wale fake news. Kweli ile wenyewe wanavikosoa taarifa za habari za kutungwa tu, kama haya yaliyotokea kwetu hapa. Eti wao hawakuona uhalifu uliofanyika, hawakuona vituo vilivyochomwa moto vya mafuta, hawakuona vituo vya mwendokasi, hawakuona watu waliohudhuriwa wakavunjiwa maduka, hawakuona. Wao wameona watu walikuwa wakitekeleza haki yao ya kikatiba ya kidemokrasia. Serikali ikatumia nguvu kubwa kabisa kuwazuia. Nguvu kubwa ipi? Umeiona? Si hatukuiona. Sisi tuliona tu watu wameingia ndani wakapumzika. Si mtaka kuondoa serikali nyinyi? Ondoeni. Ndio wametumia nguvu kubwa ipi? Hawakuonesha watu wanabeba mitungi ya gesi. Mimi sijaona, kama mmeona mtanionyesha. Wametubeba mitungi ya gesi hao. Watu wao kwenye maandamano ya kudai haki, kumtoa kiongozi mwizi, hafai, dhulma kabisa, amekula mali za raia, kabeba mtungi wa gesi na pikipiki, anguka buu, ataka kufa. Wewe si uongo huu? Kwani nyinyi hamkuona? Watu wako kwenye haki, wapinga wizi wa serikali wameenda kuvunja duka la mtu na kuchukua simu. Alafu wanakuja watu waongo wasema walikuwa watekeleza haki. Wale waongo hawa. Vyombo vya habari ndivyo vilivyo. Kwa hata kule Sudani ilikuwa hivyo. Wakampamba wakayapamba yale kwamba haya ndiyo yanayotakiwa hasa kufanywa haya, na nchi itaendelea. Miaka 4 baadaye vyombo vya habari vile vile vyatutengenezea makala au documentary kuhusu hali ya Sudani na janga la kibinadamu lililopo na hali mbaya iliyopo. Watoto hawasomi, watoto wamedhurika, hawana chakula, shule hazina walimu, hakuna umeme, hakuna nini. Mimi nilitarajia watakuja kutuambia kwamba mambo ni mazuri bwana, yale maandamano yale yaliyofanywa yale yameleta maendeleo makubwa. Angalia magorofa haya, angalia umeme, angalia watoto shule. Hawana haya bwana, wameshasahau. Miaka 4 tu mbele wanakuja kuonesha documentary za njaa.
vyombo vya habari vyote kama vinafuatana, wote wanaonyesha documentary za njaa. Haya, yule mwana mapinduzi yule mzalendo yuko wapi yule? Huyu yuko wapi? Sasa haya yote haya yataka sisi tuwe na akili timamu, kwa sababu msije mkafikiri mambo haya yatakwisha. Nchi zenye Waislamu, nchi zenye rasilimali hizi, chokochoko za kukhalifu utawala na kuwaondoa zitaendelea tu. Tamkuta mtu azungumza kama vile mzalendo kweli kweli, yuko huko Ulaya huko, yuko Marekani huko, anaishi maisha mazuri. Tuache, kwani sisi wenyewe tutataka nini? Yataka watu wawe na tafakuri ya kina. Matokeo ya Sudani mnayafahamu. Tukiangalia mifano yote hii, mifano mingine imetokea juzi. Nepal wamefanya vurugu za kiuongozi, halafu matokeo yake ni nini? Yale matokeo huwa hayaoneshwi sana yale, yataoneshwa baadaye mkishakuwa mmesahau, kwa sababu ni habari na dunia inataka habari. Chakula kilipanda bei. Sasa watu wanapigania maisha yao, na chakula ni msingi mkubwa katika maisha. Baada tu ya kumpindua kiongozi au serikali kuvunjika, siku ya pili tu chakula kimepanda bei, kinauzwa mara 30 ya ile bei ya mwanzo. Ndio tulichokuwa tukikitaka hiki sisi. Vyombo vya habari lakini havituambii kwamba jamani, wale jamaa kule waliofanya nini ule, sasa hivi mkate uuzwa shilingi 40,000 kule, ambao ulikuwa ukiuzwa shilingi 40,000. Wewe mkate 40,000 utauweza wewe? Sio utaenda kula miogo yenyewe itaisha. Haya, athari hizi hawatuambii. Sasa tukiangalia mifano yote hii, tutapata mwelekeo mmoja tu. Baada ya mapinduzi na kuwaasi viongozi, mara nyingi mambo yanayojitokeza ni umwagaji wa damu, kuporomoka uchumi, ukosefu wa ajira, huduma za afya na elimu kudhoofika, makundi ya silaha kuchukua nafasi na kuchukua sheria mkononi, na raia wa kawaida wanabaki wao kubeba mzigo wote na gharama yote hii ya machafuko wanaibeba wao. Wale wanaopindua wale wanaondoka haraka, wale waliohamasisha na kushajihisha wale wanaondoka haraka tu. Tambua yuko Marekani, yuko Ulaya, ametulia, anaangalia vipi huko, wanawacheka watu. Lakini raia wao hubaki na maumivu makubwa kabisa. Ndugu zangu, wana semina, wafanyakazi, wana taaluma, nachoweza kusema mimi, tusidanganywe na hizi kauli za haraka haraka za mapinduzi. Historia inatuambia kuwa mapinduzi huleta machafuko kabisa kabla ya utaratibu, na mara nyingi utaratibu wala hauji kabisa. Kauli za wanawachuoni hizi zinatuonesha kuwa amani na utulivu, hata ikiwa kuna matatizo ndani yake, ni bora kuliko machafuko yanayoitwa mabadiliko. Sehemu ya 7 ya mhadhara wetu ambao ni hitimisho, mimi nawaambia sheria ya dini yetu ya Kiislamu ni sheria yenye maslahi, ni sheria inayochunga watu, inayochunga mazingira, ni sheria ambayo inazuia mafsada. Kwa maelekezo yake ni maelekezo mazuri, ni maelekezo yenye thamani, ni dhahabu. Sheria ilipotuambia kwamba viongozi tulionao tuwavumilie, tuwanasihi kwa siri,
Inajua wakati mwingine viongozi wanaweza kuwa si wazuri, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, lakini ni bora. Ndio Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah akasema miaka 60 na kiongozi mbaya ni bora kuliko usiku mmoja tu bila kiongozi. Siku mmoja tu bila kiongozi unaweza ukawa ni shari kuliko miaka 60 ambayo mnaishi na kiongozi mbaya. Kiongozi anaweza kuwa mbaya akabadilishwa kwa njia za kisheria. Kiongozi anaweza kuwa mbaya mkamuomba Allah akambadilisha kwa wepesi kabisa bila nyinyi kudhani. Uongo ukweli? Nitoe mifano au unaogopa? Sitoi mifano. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anaweza kupitisha shani yake. Muombeni yeye tu, kwani yeye ndiye anaweka watu madarakani bwana. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Allah ndiyo mwenye kumweka amtakaye, akampa utukufu na ufalme, akamdhalilisha amtakaye, akamtukuza amtakaye. Mkononi mwake ndiyo kuna kheri zote. Yote haya Uislamu umeangalia, mkamuomba Allah subhanahu wa ta'ala akawafanyia wepesi. Watu wa Libya kama walikuwa wamemchoka Muammar al-Qaddafi, Gaddafi, muda wake Allah aliupanga ilikuwa ni 2011, si ndio? Kutoka walipofanya vurugu mpaka kumuua kulikuwa kuna muda mrefu? Au ilikuwa kama hakuna vurugu ungeendelea? Watu wa fiqh na akida watuambie hapo. 2011 ndio muda wake ambao Allah akaupanga. Tujalie yule bwana ingeendelea kwa umri aliyokuwa nao, ingeweza kuendelea miaka 20 mbele. Tujalie ingeendelea, ingekuwa na uwezo ule tena, basi ataondoka, atakuja mwingine. Ataondoka, atakuja mwingine, mambo yatakwenda. Si hao wazee wetu hao waliishi kwenye kipindi kigumu. Tulitaja sisi kwenye kitabu kile cha Kanisa Katoliki na Siasa ya Tanzania Bara, Dr. John Sivalon Padre ameeleza hali iliyopita ya nchi hii. Watu walipita kwenye kipindi kigumu. Chakula ilikuwa hakuna, maduka hawana vitu. Mwaka 83 ni mwaka wa hamna. Ukifika dukani kitu hamna, nini hamna, hamna, mwaka wa hamna. Watu wamekula mahindi ya njano, tena wanayapangia foleni. Bwana, mahindi yako duka fulani, wanakwenda. Wakifika pale wamenuzua watu wawili, yameisha. Yako Maweni, watu brrr, Maweni. Kifika Maweni yamekwisha, kange hapo, brrr, kange. Sio pikipiki hakuna bwana. Nasema uongo, nasema ukweli? Wazee mnasemaje? Si yamepita bwana, mmesahau. Sasa hivi mfanye ibada zenu, tuelekea kwa Allah. Khairi tutazikuta kiyama huko akhera huko. Tumuombe Allah atuingize peponi. Kwa hiyo nasema kwamba kiongozi anaweza kuwa mbaya lakini akaondolewa katika namna zisizokuwa mbaya, mkamsubiri, jambo lisiharibike. Lakini taifa lililoharibika na mapinduzi halirekebishiki kwa wepesi. Ni rahisi kuanzisha vita kuliko kuvimaliza. Naweza kusema kauli ya mwisho kabisa, haya mapinduzi haya, vurugu na kuasi watawala, siku zote mapinduzi na uasi, vitu hivi vinaahidi kesho nzuri kabisa, lakini mara nyingi vitu hivi vinaiua leo ya raia. Itoshe kusema mazungumzo haya yale ambayo nimepatia. Inshallah ametuwafikisha, na ambayo tumekosea ni kwa sababu ya udhaifu wetu na ubinadamu wetu. Mimi naomba kwa leo niishie hapa na mhadhara wangu utakuwa umeishia hapa. Niwatakie mafunzo mema katika semina hii. Allah wabarik wa wafikishe. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.